Sawa. Kuna mada imeletwa hapa kwa meza ati mnasema ati watu wakienda maandamano tuambie polisi, tuambie serikali tuko watu wangapi na tunatumia njia gani kwenda maandamano. Ati kama ni ile njia Jogoo Road, hiyo ndo tunatumia kwenda State House. Hiyo mada ni mada ya umbuakni na ni mada ifai. Kwa sababu tukiwaambia watu wenye watakuwa naongoza hiyo maandamano na tunakuja watu wangapi na tuwape jina, tupe serikali hiyo information, watakuja na watatuua hata before tuende misioni yetu ya maandamano. Maandamano iko kwa katiba na ni haki ya kila mwananchi kuenda maandamano. Kama mmefeel mumenyanyaswa, mumefinyiliwa na msikizwi. Wenye walileta maandamano kwa katiba hawakuwa wajinga. Na sahi Kenya hadi mkitoa maandamano kwa katiba bado tutaenda tu mpaka ile siku kwenye serikali itafanya kazi yao vizuri. Kwa sababu sahi viongozi wanakompete tu kwa kupanua mdomo kubwa, kwa kuteteana wenyewe kwa wenyewe, lakini wezi panua mdomo wao kubwa kwa kusema mimi nimesaidia shule 5, kazi yangu nimefanya yote. Hata nikiongea mbaya mimi nimeshachapa maendeleo, hakuna kitu kama hiyo. Lakini wanaongea chafu kuhusu wananchi. So maandamano kama itakuwa na kuna yenye iko pending, maandamano tutakuwa hapo ndani hiyo mix kama kawaida. Serikali mtupe ruhusa, msitupe bado tutaenda maandamano. Juu tumeja saba. Juu tumejaribu kutuma barua huko, mukatupea ruhusa tuende maandamano. Najua hapa mbele mutafunga na mtakuwa mnataka hata tutume barua, lakini hiyo bado itatuzuia. Weakness ya wananchi ni kusikizwa na wanasiasa. Hiyo ndo weakness ya wananchi. Na weakness yao vijana ni kusikizwa na kufanyiwa venye wanataka. Sio kuwavuruga, sio kuabduct kila saa. Hapo nimemaliza na ingililia ya pili. Yenye mnasema ati wananchi waende maandamano bila polisi. Hiyo ni kitu iwezekani. Hiyo ni kitu iwezekani. Hatuwezi enda maandamano bila wanapolisi. Kwa sababu hii dunia kuna watu wako na nyota ya ujinga na wako na nyota ya kufanya vitu mbaya. Hata ukipewa opportunity mzuri, kuna watu watakuwa wanatumia opportunity kurepu wenzao, kama venye tumeona maandamano ya mwisho imekuwa. Kuna watu walikuwa na rape wengine walikuwa na bomoa supermarket za watu kama ile ya Quickmart na wanapora. So tabia kama hizo ndo inafanya lazima mapolisi wakue. Na mapolisi mkiwa musishutu mtu yoyote, kwa sababu kuna polisi wenye bangi ndo inawakontrol. Unasikia orders imepeanwa huu shoot mwenye tu anajaribu kukupiga, lakini kuna polisi amesikia upside down. Yeye atakuwa anasikia shoot mtu yote mwenye ako kwa maandamano. Sana piga tu malisasi mandazi. Vitu kama hizo hatutaki. So watu wakienda maandamano wapewe security, wenye wanaiba wakamatwe, wenye wanapiga wenzao na marungu hao pia wakamatwe na wapapaswe kidogo before pelekwe huko ndani. Na wananchi anytime mko maandamano hao magunzi wakikuja kuharibia maandamano muwapapase kidogo. Musiwaue, lakini muwapapase kidogo alafu muwarushe kwa polisi. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunapigania kitu mzuri na kuna wachache wanakuja wakituharibia. So majenzi, mukae imara. Niko na nyinyi pia mimi, najua watu wengi wanakasirika juu wanasikia nasema hivyo. Tuko na nyinyi kabisa. Lazima tupigane hii mpaka nchi ikuwe sawa. Na kuna watu wanaona ati hii vita ni ya majenzi peke yao. Hii vita ni ambako wale watoto wenye wako nyuma yetu. Unajua tunawahurumia ndio kwa maana tumeanza misioni mapema. So Wakenya kama ni maandamano muende maandamano vizuri, kuwe peaceful. Hakuna cha kuiba, hakuna cha kupiga wenzako. Na wanasiasa sikilizeni wananchi na mfanye kazi mliochaguliwa kufanya. Asanteni. Asante sana.